Ninawasalimu wapenzi watazamaji wa hichi kituo popote mlipo, hamjambo. Karibu sana niweze kuwapasha yale yote ambayo yametendeka. Mimi ni Bwana Ezra. Kitu ambacho nawaomba ni kimoja tu, usikilivu wenu mwema, na muweza kuniambia je, unanitazama kutoka sehemu ipi? Kipindi cha maandamano ya Tanzania kuanzia tarehe 29 Oktoba, niliwaeleza wazi kwamba Watanzania msipokamilisha ule mchakato wa kumuondoa Samia Suluhu Hassan mamlakani kabisa, atarudi kuwatesa. Nambari moja, atawakamata wala ambao walionekana wakiandamana, na hata atawatesa, na hata atawafungulia kesi ambazo ni hatari. Nambari mbili, akifanikiwa kurudi mamlakani, mali ya serikali yataanza kupotea. Kodi za wananchi zitatumika vibaya. Mali na rasilimali za serikali zitaibwa ili waweze kujinufaisha, na hatimaye hilo limeweza kutendeka. Niko na habari za ndani kabisa pale ndani kwamba Samia Suluhu Hassan ameweza kuuza uwanja wa ndege wa Kilimanjaro International Airport kuelekea kwa Waarabu ambao ni kutoka Oman. Ndiyo, mnadhani na wadanganya? Ameuza uwanja wa Kilimanjaro International Airport, uwanja wa ndege, jinsi ambavyo aliweza kuuza bandari. Unajua, kuna kipindi kimoja niliambiwa kwamba Samia Suluhu Hassan aliuza bandari, na sasa upuzi umeweza kuletwa na ameuza Kilimanjaro International Airport. Alafu utapata kuna wengine ambao wanatetea Samia, utapata kuna wengine ambao wananitukana, utapata kuna wengine ambao hawataki kujali kwamba hii Kilimanjaro International Airport, ama ukipenda uwanja wa ndege ambao unaitwa Kilimanjaro, ambao Samia ameweza kuuzia Waarabu, ni mali ya wananchi. Kwani mnafikiri kwamba ni mali ya Samia? Haya ni mali ya mwananchi ambao Samia ameweza kupiga mnada. Mtawaona hapa chini kwa comment section kuna wale machawa ambao kazi yake ni kutetea Samia na kazi yao ni kunitukana, lakini hawawezi wakaona kwamba Kilimanjaro imeuzwa. Wacha niweze kuwapea hadithi. Kipindi cha kampeni Tanzania, baada ya Samia Suluhu Hassan kumfungia Tundu Lissu kwa jela na kumfungulia mashtaka ya uhaini, waliweza kufungua kampuni moja ya Tanzania ambayo inaitwa Brela Transon Tanzanian Limited. Hii kampuni, mpenzi mtazamaji, inamilikiwa na Waarabu. Naomba unisikilize vizuri. Hii kampuni inamilikiwa na Waarabu, lakini iliweza kusajiliwa nchini Tanzania kipindi hichi cha kampeni mwaka 2023, yani 25 kuniradhi. Na hii kampuni ndiyo imepewa umiliki wa airport ya Kilimanjaro International Airport.
na sasa nimeangalia shares zao, nimeshangaa. Hii ni kampuni ya Waarabu, lakini imeweza kusajiliwa Tanzania. Kuna mchezo ambao mnachezwa ila hamwezi mkaelewa. Inahitaji watu ambao wanamulika mambo. Wanahabari Tanzania wawezi wakazungumza hivi jinsi ambavyo ninazungumza. Makampuni yao yatafutwa na yatanyang'anywa leseni na hata watakamatwa. Na ndio maana wanajua kwamba hakuna mtu ambaye atawamulika. Ndio maana wameuza Kilimanjaro International Airport. Kuna wale ambao mtatetea Samia, lakini kumbuka kwamba huu uwanja wa ndege wa Kilimanjaro International Airport ambao umeuzwa ni mali yako wewe. Ni mali ya wananchi. Kodi zako ndizo zimeweza kujenga uwanja huu wa Kilimanjaro. Sasa iko hivi. Hii kampuni ya Waarabu ya Omani wamepewa kandarasi ya kujenga uwanja huo. Na nikiangalia vizuri, Tanzanian Airports kuna kipindi ambapo waliweza kutangaza kwamba Tanzanian Airports, kikao cha kimkakati kati ya Tanzanian Airport Authority na management ya Tramzone Handling kutoka Omani. Hii ndio kampuni ambayo iliweza kuuziwa uwanja wa Kilimanjaro. Alafu hichi kikao kilifanyika, wakaeleza kwamba mamlaka ya viwanja vya ndege Tanzanian Airport Authority imepokea ugeni maalumu kutoka kampuni ya Tramzone Handling kutoka Oman, wakiongozwa na afisa mtendaji mkuu CEO Bwana Nasel Al-Sharji, kwa kikao maalum kilichofanyika katika ukumbi wa mikutano uliopo makao makuu ya Tanzania Airports Authority Dar es Salaam. Katika kikao hicho, kampuni ya Tramzone Handling imefanya wasilisho mahususi kwa management ya Tanzanian Airports Authority juu ya huduma za kisasa zinazotolewa katika viwanja mbalimbali vya ndege duniani, zikiwemo huduma kwa abiria, mizigo pamoja na ndege. Management ya Tanzania Airports Authority imeongozwa na mkurugenzi mkuu. Kuna kitu ambacho hamuelewi hapa, mpenzi mtazamaji. Hii kampuni ambayo iliweza kusajiliwa Tanzania ambayo inaitwa Tramzone Tanzania Limited, mpaka mtoto wa Samia mwenye anaitwa Abduli ni kiongozi kwa hiyo kampuni. Sasa wameweza kuuzia hii kampuni uwanja wa Kilimanjaro kwa miaka kadhaa. Wameuza uwanja wa Kilimanjaro kwa hii kampuni kwa miaka kadhaa, na kusema kwamba hii kampuni ya Omani ambayo ilisajiliwa Tanzania ya Tramzone eti itakarabati uwanja wa ndege wa Kilimanjaro International Airport. Alafu wakimaliza kukarabati, watasimamia uwanja huo kwa miaka kadhaa, na ile faida ambayo itakuwa inaundwa na Kilimanjaro International Airport, 10% itapewa serikali ya Tanzania, 65% itapewa hawa Waarabu kutoka Omani, na 25% itapewa mtoto wa Samia mwenye anaitwa Abduli wa Tanzania. Amka bana, Tanzania inauzwa mkiwa mumelala. Sikiliza jinsi ambavyo wamegawanyana hapa. Mtoto wa Samia mwenye anaitwa Abduli, baada ya kukarabati kwa uwanja wa Kilimanjaro International Airport kukamilika, ile faida yote ambayo itaundwa kutoka pale, mtoto wa Samia atapewa 25%. Serikali ya Tanzania itapata 10%. Alafu
kampuni ya Omani ambayo inaongozwa na Waarabu watapata 65%. Wapenzi watazamaji, je, mnajua kwamba hawa Waarabu ndio wameweza kuua taifa la Sudani? Ndio wameweza kukamua Sudani na wamehakikisha kwamba Sudani imeenda chini. Mnajua hilo? Wacha niwachanue kidogo. Kuna wale ambao mnanitusi. Wacha niwachanue alafu mnitusi. Unaona pale Kilimanjaro International Airport, katika uwanja ambao Samia ameweza kuuzia Waarabu kupitia kwa kampuni ambayo inaitwa Transom Tanzania Limited ambayo inamilikiwa na Waarabu, ndipo yalipo madini ya Tanzanite au kipenda Tanzanite au kipenda Tanzanite. Pale ndipo madini ya Tanzanite yapo. Sasa kwa kuwapa Waarabu uwanja huu wa Kilimanjaro International Airport, mpenzi mtazamaji, madini ya Tanzanite yapo hatarini, yataibwa na hawa Waarabu. Na mimi ndio nawaambia, hawa Waarabu wameiba dhahabu kutoka Sudani, wakipitishia Kenya, wakishirikiana na William Ruto, wakipitishia Kenya kuelekea United Arab Emirates. Hawa Waarabu ndio wameweza kufilisha na kuharibu Sudani. Sasa wamekuja kukamua Tanzania. Nimekueleza pale Kilimanjaro International Airport ndipo Tanzanite, madini ya Tanzanite yapo. Sasa iko hivi, yale madini yataibwa kutoka pale na hawa Waarabu na madini hawawezi wakakuachia. Haya madini ya Tanzanite yanaunda pete, yanaunda silaha, yani ni madini ambayo yako na dhamani dunia nzima. Ni madini ambayo yako na rangi ya blue hadi zambarau na kijani. Kwa hivyo haya madini ya Tanzanite yapo hatarini. Vile vile iko shida sasa katika uwanja huu wa Kilimanjaro International Airport ambao hawa Waarabu wameweza kuuziwa. Pale wanyama wataibwa. Biashara ya pembe za tembo ndio itapanda moto. Madini mengine kutoka Tanzania yataibwa na hawa Waarabu. Nyinyi huwa hamjui Waarabu ni watu aina gani. Waarabu huwa wanaharibu taifa na kuharibu kabisa, jinsi ambavyo wameharibu Sudani. Iko hivi sasa, wanasubiria mambo ya poe ndio watangaze kuwa wenyewe mafisadi na wanyonyaji Oman wamejipa airport ya Kilimanjaro International Airport. Wanasubiri maandamano yaishe Tanzania, alafu waweza kutangaza kwamba wameweza kuuza ama wameweza kupea kampuni ya Oman kandarasi kukarabati uwanja wa Kilimanjaro International Airport. Mnakumbuka kuna kipindi ambapo William Ruto alitaka kuuza Jomo Kenyatta International Airport kuelekea kwa Adani. Wakenya wakasimama imara, wakaandamana, Ruto akaacha. Wa Tanzania msipoamuka, mali ya serikali yataibwa na Samia, mali ya serikali yatauzwa na Samia. Kwa sababu sasa hivi Samia anajua kwamba asipotolewa mamlakani mwaka 2030 hatagombea tena. Kwa hivyo anataka kufilisa Tanzania aende na pesa nyingi. Ni hayo tu.